Hapa niko eneo la Mererani. Yes, ni pori dogo ambako madini ya Tanzanite yanapatikana. Kumbuka madini ya Tanzanite ni madini ambayo yanapatikana katika eneo hili pekee. Dunia nzima ni fahari yetu Tanzania. Yes, kumekuwa kuna maneno mengi sana yakizungumzwa kuhusiana na Mererani, na moja ya maneno hayo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwa nguvu sana ni kwamba inasemekana kwamba wenye migodi au wachimbaji wa hapa Mererani huwa wanaamini sana katika nguvu za ushirikina, kwa maana kwamba hawaamini kwamba watapata madini, ni mpaka wajiingize kwenye imani za kishirikina ikiwemo kutoa kafara. Yes, mimi nimekaa hapa kwa muda wa miaka 7 mpaka sasa, na nimekuwa nikifuatilia swala hilo kwa kina kutafuta ukweli wake. Yes, nilikaa na wazee pamoja na vijana ambao wamekaa hapa porini kwa kipindi kirefu, kwa maana miaka kuanzia 2000 kurudi nyuma, na wako mpaka leo waniambia ukweli kuhusiana na jambo hilo. Baada ya kuhojiana na watu ambao ni wengi vya kutosha mpaka nikaridhika, kuna jambo ambalo nimegundua ambalo nafikiri na naamini kwamba ndio ukweli wenyewe. Kulingana na maoni ya hawa wadau, wanasema kwamba miaka ya nyuma sana kulikuwa na hizo imani, watu walikuwa wakiamini sana, lakini si wote walikuwa wakichimba. Baadhi yao walikuwa wakiamini katika nguvu za ushirikina, walikuwa wakitoa kafara kuanzia za wanyama mpaka za wanadamu. Inasemekana kwamba mpaka watoto wadogo walikuwa wakiletwa huku, wanakuja kuchinjiwa migodini. Kuna watoto ambao walikuwa wanapotelea tu mitaani huko, kumbe wametekwa, wameletwa huku kwa ajili ya kafara. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakitoa watoto wao pia wanakuja kuwachinjia huko Mererani kwa ajili ya kupata madini. Lakini hata wanyama pia, kwa mfano kuna mzee mmoja ambaye nimezungumza naye, anasema kwamba kuna siku ambapo alishuhudia mnyama, ng'ombe mkubwa kabisa, akizamishwa mgodini, akaenda kachorongwa kichwani mpaka alipofariki dunia. Kwa zamani wanasema kwamba kulikuwa na hizo imani sana, lakini kwa hiki kipindi cha miaka 10-15 iliyopita mpaka sasa hivi hizo imani ni kama zimetokomea kabisa. Hakuna kitu kama hicho kabisa. Mimi mwenyewe nimekaa hapa porini kwa kipindi cha miaka 7 na nimekuwa mzoefu kabisa, sijawahi kuona hata kusikia kitu kama hicho kikifanyika, na najisikia sana kuridhika kabisa kwamba ni kweli kwamba kipindi hiki kwa macho yangu na kwa uzoefu wangu nimekuwa nikiona wachimbaji wengi wanategemea utaalamu, kwa maana ya geology. Kuna wataalamu wa miamba ama geologists ambao wanaajiriwa kufanya consultations kwenye migodi kwa ajili ya kuongoza miamba, kwa ajili ya kushauri wenye migodi wachimbeje ili waweze kupata madini ya Tanzanite. Na hata wale ambao hawatumii geologist wamekuwa wakitegemea utaalamu wao tu na uzoefu wao tu mpaka wanapata madini. Lakini kwa habari imani za kishirikina, naweza nikasema kwamba ukweli hizo imani kwa sasa hivi hazipo kabisa hapa Mererani. Hata hivyo, mpaka sasa hivi tunapozungumza, eneo hili limezungushiwa ukuta na hayati Magufuli. Kama mtakumbuka, eneo hili limezungushiwa ukuta. Watu wote walioko ndani ya pori lote zima wanaingia na kutokea geti moja, ambako wakati wa kuingia wanajeshi wanakagua na wakati wa kutoka wanajeshi wanakagua. Kwa hiyo isitoshe ukuta huo una kamera. Unaweza ukaimagine hapa kuko na usalama na discipline kubwa kiasi gani. Kwa hiyo swala la ushirikina limekaa katika sura hiyo. Yes, mambo ndio kama hivyo. Tanzanite, fahari yetu Tanzania.